Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo anayetupenda. Asante kwa Mungu tena ambaye anaendelea kututunza na kutupa muda mwingine ili tuendelee kujifunza neno lake. Kwako wewe ambaye una kiu ya kujifunza, ninakualika katika siku ya leo ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa 11 2025. Kama nilivyotangulia kusema siku za nyuma, nilikuwa na muda mzuri sana mwaka jana kufundisha kitabu chote cha Ufunuo sura kwa sura. Na hii ilikuwa ni kuwathibitishia wasomaji wote kwamba kitabu cha Ufunuo hakitabiri ila kinafafanua mambo yaliyotokea. Wengi wameendelea kupinga na kubisha, lakini na wengi wameelewa. Na kushukuru kwako wewe uliyeelewa. Na nilisema uongo mwingi, upotofu mwingi umetokana na kitabu cha Ufunuo, kwamba mambo ambayo yanatakiwa kuyafanyia kazi watu wanayapeleka mbele. Kwa hiyo mambo mengi na matumaini mengi ya Wakristo wanayoyatumaini kuyaona mbele za siku za usoni au mbinguni, wanayasoma katika kitabu cha Ufunuo, kitu ambacho sio kweli. Wamejazwa matumaini yasiyo na tija, yasiyo na faida, yanayowapotezea muda wao. Kitabu cha Ufunuo kinaleta ufafanuzi wa mambo yaliyotokea katika manabii na katika Injili na sehemu nyingine. Na kwa sababu baada ya kufundisha kitabu kizima kumekuwa na maswali yanaendelea kutokea, nafahamu maswali mengi yanayoendelea kutokea wakihoji mtu ni wale ambao najua bado hawajakubaliana. Ndio maana bado wana maswali. Ukishaelewa kwamba kitabu cha Ufunuo hakitabiri, maswali mengi yatapungua. Na kwa mara nyingine tena nikaahidi kwamba kutokana na maswali nitarudia sura zile ambazo naona zinakuwa na maswali mengi. Nilianza na sura ya 11, nikaja na sura ya 12 ya Ufunuo na 13, nikafundisha sura ya 16, 19, leo niko sura ya 20. Sura ya 20 inahusu kufungwa kwa shetani. Nisome mistari mitatu ya kwanza, alafu tutaangalia asili ya maneno haya yanatoka wapi. Je, ni Yohana alikuwa anatabiri au Yohana alikuwa anafafanua? Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapata afunguliwe muda mchache. Kwanza nifafanue mambo haya. Nimeeleza katika masomo mengine kwamba neno malaika linavyotumika. Hapa tunaona malaika anashuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu. Huyu ni malaika gani mwenye ufunguo wa kuzimu? Katika sura ya kwanza ya Ufunuo, sura ya kwanza mstari wa 18, Yesu alijitambulisha kwamba mimi ndiye niliye na ufunguo wa kuzimu. Mimi ndiye niliye na ufunguo wa kuzimu. Alijitambulisha katika sura ya kwanza mstari wa 18. Sasa huyu malaika hapa aliyeshuka kutoka mbinguni na akiwa na ufunguo wa kuzimu atakuwa nani? Je, kuna wawili walio na funguo za kuzimu? Huyu malaika ni Yesu. Kuna watu wameendelea kunitumia message za kupinga kwamba malaika hawezi kuwa Yesu. Malaika hawezi kuwa Yesu. Sasa huyu malaika aliyeshuka kutoka mbinguni
ana ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mikononi mwake. Je, tuna wawili walio na uwezo wa kuwa na funguo za kuzimu? Au ni yule aliyejitambulisha katika sura ya kwanza kwamba yeye ndiye aliye na ufunguo wa kuzimu? Pia katika sura ya 9 ya Ufunuo mstari wa kwanza unasema, malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Huyu ni nani? Wako wangapi walio na ufunguo wa kuzimu? Ni Yesu. Kwa hiyo huyu ni Yesu aliyeshuka kutoka mbinguni, akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi. Lakini zaidi ya ufunguo wa kuzimu, ana mnyororo mkubwa mkononi mwake. Mnyororo maana yake nini? Ufunguo unaonyesha mamlaka na mnyororo unaonyesha mamlaka, kama vile unavyoona askari kwa mamlaka yake anakuwa na pingu za kufunga watu. Zile pingu zinaonyesha pia mamlaka ya askari. Je, wewe unaweza ukawa na pingu ukatembea nazo? Huna mamlaka hayo. Huyu aliye na ufunguo tena ana mnyororo manake ni mamlaka ya Yesu. Ni nani malaika aliye na mamlaka? Ni Yesu Kristo. Je, haya mambo alikuwa yatabiri? Hapana. Tunakwenda kurudi nyuma katika manabii. Je, kuna nabii yeyote aliwahi kuzungumza habari ya kumfunga shetani? Ndiyo, kuna nabii aliyetabiri habari za kumfunga shetani. Tunarudi Isaya sura ya 49. Isaya sura ya 49 ili tupate chanzo au original ya ujumbe huu. Tunarudi Isaya sura ya 49, na katika Isaya 49 maneno tunayoyakuta ni haya. Isaya 49 mstari wa 24. Je, aliye hodari ni nabii Isaya? Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? 25. Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Hili ni swali. Je, mtu aliye hodari anaweza kunyang'anywa mateka yake? Au jeshi la wafungwa waliofungwa kihalali wanaweza wakaokoka? Mungu anajibu, anasema ndiyo. Bwana anasema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake. Huyu hodari anayesemwa hapa ni nani? Na huyu jabari anayesemwa hapa na nani? Ambaye ana mateka yake, na mateka yake watanyang'anywa. Ingawa wamefungwa kihalali, watapokonywa watoke mikononi mwake, alafu waokoke. Na Bwana anasema pamoja na kwamba wako mikononi mwake, nitawapokonya na kuwaokoa. Huyu jabari huyu ni nani? Huyu hodari huyu ni nani? Aliye na mafungwa na mateka huyu, ambaye atanyang'anywa. Ni nabii alikuwa anatabiri habari za shetani. Shetani alikuwa amemiliki ulimwengu baada ya Mungu kushughulika na taifa la Israeli peke yake, mataifa mengine na kuyaacha kuwa ni mataifa wasio na Mungu. Shetani alijichukulia yale mataifa kwa mamlaka yake mwenyewe, akayafanya kuwa mali yake, akawamiliki miaka yote na vizazi vyote. Hawakuwa na jambo la kufanya, aliwaendesha, aliwamiliki, aliwatumikisha, akajihesabia haki kwamba ni mali yake, na Mungu alimwacha hivyo.
kwa sababu mpango wa Mungu aliupanga wakati maalum ambao Mungu atashuka kumnyang'anya hao watu, kumnyang'anya huo utawala. Sasa unabii unasema atanyang'anywa. Ukirudi kwenye Rejea, ukiangalia katika maneno hayo kwa Isaya, Rejea Biblia yako inakupeleka kwa Mathayo sura ya 12 na Luka sura ya 21. Ukienda Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 29. Kwanza sura hii ya 12 kulikuwa na mabishano kati ya Mafarisayo wakisema Yesu Kristo anatoa mapepo kwa kutumia pepo la Beelzebuli. Yesu anawapinga na wakataa. Anasema pepo mkuu akiwatoa mapepo wadogo, je, ufalme huo utakuwa hujafitinika? Lakini kama mimi ninawatoa mapepo kwa kidole cha Mungu, mjue ni ufalme umekuja. Ufalme wa Mungu umekuja kuangusha ufalme wa Shetani. Mstari wa 29 anasema, ama anawezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Na ukiangalia pale pia inakurudisha kwamba jambo hili linatoka Isaya 49 ambako tuliona mtu hodari ana wafungwa wake, lakini wanachukuliwa, wananyang'anywa mikononi mwake. Yesu anasema hivi, inawezekanaje mtu awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu akaanza kuchukua vitu vyake kabla hajamkamata, kabla hajamfunga, ndipo avichukue vitu vyake. Yesu anaeleza kwamba mimi nimekuja na ufalme wangu, lakini nimeukuta ufalme wa Shetani, na siwezi kuchukua watu wake, siwezi kuwapora watu wake kabla sijamfunga. Amekuja kuleta wokovu, lakini kwanza kabla hajaokoa lazima amfunge. Ndio kazi iliyomleta Yesu Kristo duniani, kufunga, ili apate kumnyang'anya watu wake, anyang'anya mataifa mikononi mwake, wawe mali ya Mungu, warudishwe katika mikono ya Mungu. Ndipo tunapoona kufungwa kunaanza kutamkwa kwa Shetani. Na katika sura ya Luka 11 tunaona tena, Luka 11 ule mstari wa 21. Luka 11 mstari wa 21 tunaona maneno haya yanasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Yesu anaendelea kufafanua jambo hili, bado hajafikia muda wa kufa msalabani. Anawafundisha, naeleza kwamba yeye amekuja katika ulimwengu, ni nyumba ya Shetani. Tena Shetani mwenye nguvu amemiliki watu wake na silaha zake, na watu wake amewaweka akidhani wako salama, vitu vyake viko salama. Lakini amekuja yeye mwenye nguvu zaidi kuliko Shetani. Atamnyang'anya watu wake, atanyang'anya silaha zake na kupokonya mali zake, atamshinda. Ndio kazi iliyomleta Yesu, kumshinda Shetani na kumnyang'anya wafungwa wake. Atamnyang'anyaje wafungwa wake? Baada ya kumfunga, atamfunga ili anyang'anye mali zake. Na ndio kazi iliyomleta Yesu. Kwa hiyo Ufunuo unatupa picha ya nyuma, kwamba Yesu Kristo ambaye anafananishwa na malaika mkuu alishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo. Alishuka duniani. Katika mambo ya mwili hatuwezi kuyaona, lakini katika ulimwengu wa kiroho kulikuwa na vita na mambo makubwa yaliyotendeka kiroho kuliko tunayojua yaliyotendeka katika hali ya mwili, na watu wakayaona, wakayaandika.
katika roho kulikuwa na vita kubwa. Ndio ile tuliyoisoma sura ya 12 ya Ufunuo, kwamba kulikuwa na vita kati ya Mikaeli na malaika zake na joka na malaika zake. Vile vita vikafanyika, akamtupa chini na kutangaza wokovu. Hapa anasema alimkamata akiwa na mnyororo, akamfunga yule joka wa zamani miaka 1000, akamtupa kuzimu ili asiendelee kuwadanganya watu kwamba yeye ndiyo Mungu, yeye ndiyo mkuu. Kumfunga na kumtupa miaka 1000. Miaka 1000 watu wameitafsiri kwamba ni miaka 1000. Hilo ni kosa lingine ambalo watu wanakosa kanuni. Biblia inavyotumia neno 1000 katika Biblia mahali pengi. Miaka 1000 sio kitu halisi, ni neno linalotumika kuelezea uwingi, kuelezea kitu chochote kilicho katika uwingi usiojulikana. Inatumia 1000. Hasa watu wanaongeza 1000. Biblia haisemi 1000. Hata Biblia iposema kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja, hasemi miaka 1000, anasema miaka 1000. Kufungwa kwa shetani miaka 1000, maana yake atafungwa miaka mingi isiyojulikana. Asiendelee kuwadanganya watu, asiendelee kuwa mmiliki wa watu, ili watu waanze kuokolewa, waanze kumjua Mungu, waanze kumtumikia Mungu. Ndio kazi iliyomleta Yesu. Akamfunga miaka 1000 na akamtupa kuzimu. Watu wanaposema kuzimu, kuna tafsiri mbaya. Wanasema kuzimu ni chini ya ardhi, kama vile wanavyodai kwamba mbinguni ni juu ya mawingu. Huko juu mawingu. Mbingu ni ulimwengu wa kiroho, kuzimu ni ulimwengu wa kiroho. Kuna ulimwengu wa kiroho wa giza, ulimwengu wa kiroho wa kimungu. Ulimwengu wa kiroho wa kimungu tunaitwa mbingu, ulimwengu wa kiroho wa giza unaitwa kuzimu. Unaweza kuwa kuzimu hapo hapo ulipokaa katika mwili, lakini ukiwa katika ulimwengu wa kiroho unakuwa kuzimu. Hapo hapo mtu wa Mungu unapoingia katika roho unakuwa katika mbingu ya Mungu. Sio uende mawinguni, sio ushuke chini ya ardhi. Hasa watu wanafikiri shetani eti atatupwa kwenda kuzimu chini ya ardhi. Kuzimu haiko chini ya ardhi. Kuzimu ni ulimwengu mwingine wa kiroho wa kigiza. Hata wachawi wanapofanya mambo yao hawezi kufanya katika ulimwengu huu wa mwili, wanaingia katika ulimwengu wa kuzimu, ulimwengu wa kiroho wa giza ambao unaitwa kuzimu. Wanafanyia mambo yao kuzimu, lakini wanakuwepo katika ulimwengu huu. Miili yao iko hapa hapa, ila roho zao zinaingia katika ulimwengu mwingine. Yesu akamfunga shetani na kumtupa kuzimu, asiwe na mamlaka juu ya kuwadanganya watu. Alikuwa anazungumza nini? Yesu alikuwa anazungumza nini? Yesu alimfunga shetani na kumtupa kuzimu akiwa msalabani. Ndipo aliposema imekwisha, nimemaliza kazi. Vita vifanyika katika ulimwengu wa kiroho pale msalabani. Akamfunga, akamshinda, akamtupa, akamnyang'anya mamlaka, tukapewa sisi. Akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Akatutuma tuwe na mamlaka juu ya mapepo, juu ya shetani, juu ya nguvu za giza. Hakuna kitakachotudhuru kwa sababu ameshamfunga. Kufunga kibiblia manake amenyang'anywa mamlaka, amenyang'anywa uwezo, na uwezo ule tumepewa sisi ili tuweze kupambana naye. Kabla Yesu hajamfunga hakuna aliyeweza kuwa na mamlaka ya kusimama na kumkemea shetani na kuhubiri injili hadharani. Hakuwepo mtu, maana ilikuwa ni mamlaka ya Yesu, ya shetani. Lakini baada ya Yesu kufa msalabani na kumfunga shetani, tumepewa mamlaka. Tunahubiri injili, tunamkemea, tunaharibu kazi zake, tunavunja mapepo, tunakanyaga kazi zake. Na anatuona, sio kwamba nini, ni kwa sababu yeye amenyang'anywa mamlaka, sisi tumepewa mamlaka. Ndio kufungwa, kupunguziwa uwezo aliyokuwa nao kabla. Kabla Yesu hajaenda msalabani, shetani alikuwa na mamlaka kubwa zaidi. Baada ya Yesu kufa msalabani na kumfunga shetani, mamlaka ya shetani ilishuka chini.
ilishushwa. Ndio maana Biblia inasema kwamba alimfunga. Sisi tuwe na mamlaka, ndio maana tunahubiri Injili, ndio maana hatuogopi. Na maandiko yanasema msimpe nafasi, ananyemelea nafasi tu, uwezo wake wa kwanza hana. Nikupe mfano michache. Kabla Yesu hajamfunga shetani, Yesu aliwakataza wanafunzi wake, anasema msiende kwa mataifa, hubirini Injili kwa wana wa Israeli, msiende kwa watu wa mataifa, maana hao wana mkubwa wao, maana hao wana mmiliki wao. Sura ya 10 ya Mathayo mstari wa 5. Hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia za mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu hakuwaruhusu wanafunzi wake kwenda kuhubiri mataifa. Hakuwaruhusu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa bado hajamfunga shetani. Shetani ndiye mwenye nyumba, na Yesu amekuja ili awachukue watu wake, awaokoe, lakini hawezi kuwaokoa kabla hajawafunga. Ndio maana aliwatuma wanafunzi wahubiri kwa Israeli, lakini wasiingie kwa mataifa, maana bado hao ni mali ya shetani. Mfano mwingine naweza nikakupa katika kitabu cha Marko sura ya 7. Marko, ukifungua kitabu cha Marko sura ya 7, tunamwona mwanamke mmoja, mstari wa 24 unasema, akaondoka huko akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. 25, ili mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msilofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, wache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Anamkataa huyu Myunani. Kwa nini? Anamwambia, siwezi kuchukua chakula cha watoto niwape mbwa. Mataifa walikuwa mbwa, hawakustahili uponyaji, hawakustahili miujiza. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa hajatimiza mpango wa kumkamata mwenye nyumba, mwenye miliki, amfunge, amnyang'anye mamlaka, amtie mnyororo, ili watu wawe huru kuokolewa. Ndio maana anamkataa. Hata ukisoma Mathayo sura ya 6, Mathayo sura ya 7, ukisoma Mathayo sura ya 7 mstari wa 6, anasema, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuararua. Mataifa na wana wa Israeli, mataifa walikuwa ni kama mbwa, walikuwa kama nguruwe, hawakustahili kwa sababu wamemilikiwa na mkuu wao Ibilisi. Yesu amefikia kwa Wayahudi, anawahubiri, anawapa mamlaka ili awaachie kazi ya kuhubiri na kuvunja kazi ya Ibilisi. Lakini kwanza amshinde, kwanza amfunge, kwanza amtie mnyororo, kwanza amtie pingu. Ndiyo kazi ya Yesu aliyokuja kuifanya. Baada ya kufufuka Yesu, kufa na kufuka, alisemaje? Anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na watuma sasa, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Hasemi kwa Israeli sasa, kwa kila kiumbe, kwa wanadamu wote mpaka mwisho wa dunia. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtakuwa mashahidi tangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria mpaka mwisho wa nchi, kwa sababu yule mkuu wa dunia amefungwa. Hawezi kuzuia sasa msihubiri Injili.
Ndio maana hata leo tunahubiri Injili. Si kwamba shetani hayupo. Kufungwa haina maana kwamba shetani hata kuwepo. Hapana, manake alinyang'anywa uwezo wa kuzuia, wa kumiliki. Sisi ni mali ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tukirudi katika kitabu cha Ufunuo sura 20, anaposema akamfunga, sio kumfunga gerezani. Watu wanauliza mbona bado yupo? Mbona bado yupo? Ataendelea kuwepo mpaka mwisho, ataendelea kuwepo. Wala Yesu hata kuja kumfunga. Amfunge wa nini wakati amekuja kuhitimisha mpango wake duniani? Yesu kuja mara ya pili anakuja kuhitimisha. Baada ya kuja kwa Yesu hakuna kitu kitakachoendelea. Ndio mwisho wa dunia, ndio mwisho wa kazi, ndio mwisho wa Injili, ndio mwisho wa vizazi. Sasa aje kumfunga wa nini? Aje kumfunga wa nini? Alimfunga ili akose nguvu sisi tuendelee kuhubiri Injili. Kama bado unaogopa kwamba huna mamlaka juu ya shetani, unasubiri Yesu aje mfunge, umeshindwa, umechelewa. Yesu atakapokuja haji kumfunga shetani, ila kuja kwa Yesu. Kabla Yesu hajaja, shetani atafunguliwa. Ndio maandiko yanavyotuambia. Miaka 1000 ni kipindi cha tangu msalaba mpaka sasa. Watu wanasema mbona miaka 2000 na zaidi? Hajasema 1000, miaka 1000 maana yake ni kipindi kirefu kisichojulikana. Ndio tafsiri ya Biblia. Sio 1000, 1000. Hiyo ni misali mitatu ya kwanza. Kitabu cha Ufunuo sura 20 kinagawanyika katika maeneo manne. Sijui kama nitafaulu kuyamaliza yote, lakini nimalize lile fungu la kwanza, niingie fungu la pili. Fungu la pili nilieleze kwa ufupi, mstari wa 4 mpaka wa 6. Anasema mstari wa 4 unaeleza, nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, na wakapewa hukumu. Yohana anapewa maono, aliona viti vya enzi. Nimefundisha siku za nyuma, Yesu ana kiti cha enzi. Maana yake nini? Si kwamba ana kiti anachokalia. Kiti cha enzi maana yake Yesu ni mtawala. Yesu ni mmiliki. Alafu anaposema viti vya enzi, maana yake wapo wale wanaotawala pamoja naye. Yohana anapewa maono viti vya enzi, na kuna watu wameketi juu yake. Walioketi ni nani? Ni wale waliomwamini Yesu. Alafu aliona na roho za waliokufa katika Kristo, nazo zinatawala. Kanisa waamini wanatawala, na zile roho zinazokufa katika Bwana zinaendelea kutawala. Hiyo miaka 1000. Manake tangu Yesu alipokufa mpaka sasa na kuendelea mpaka atakaporudi, waamini waliopo duniani ni watawala pamoja na Yesu. Wako kwenye viti vya enzi. Wakati yeye yuko kwenye kiti cha enzi, sisi tuko kwenye viti vya enzi, na roho zinazokufa katika Kristo zinatawala pamoja. Ndio maana Yesu alisema ile Yohana 11 wakati wa Lazaro, alisema mtu anayeniamini hata kufa, ataishi. Roho zinazokufa katika Bwana hazifi, zinaendelea kutumika mbele za Bwana. Kwa hiyo hii mstari wa 4 unaelezea walioketi juu ya viti vya enzi ni akina nani? Ni kanisa na roho za watu waliokufa, tunatawala pamoja naye. Mstari wa 5 nimesema nitaeleza kwa ufupi. Mstari wa 5 nasema hao wafu waliosalia. Wafu waliosalia ni wapi? Ni wale ambao hawajaokoka. Kuokoka ni kupata ufufuo. Tunafufuka kutoka katika kifo cha roho. Kila mtu aliyeokoka alikuwa amekufa, alipookoka amefufuka. Wale ambao hawajaokoka, hawajamjua Yesu, bado wamekufa ingawa wanatembea. Wafu waliosalia ni wale ambao hawamwamini Yesu Kristo, hawakuwa hai. Wakati waliookoka wako hai, wanatawala pamoja na Yesu miaka 1000.
wale ambao wamesalia hawakuwa hai, wasioamini nao watakuwa hawako hai hiyo miaka 1000. Kipindi chote cha kanisa cha Agano Jipya tangu Yesu alipokufa msalabani, wote walioishi kipindi hiki mpaka sasa na kuendelea, wanaokufa bila kumwamini Yesu, wanaishi bila kumwamini Yesu, hao ni wafu. Lakini wale wanaoendelea kuokoka ni wale wanaofufuka. Huo unaitwa ufufuo wa kwanza. Wanafufuka kutoka maisha ya kiroho, katika mauti ya kiroho, wanaingia katika uzima, wako hai na wanaanza kutawala pamoja na Yesu. Mstari wa 6 unasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Tunapookoka, tunapomwamini Yesu Kristo, tunapata ufufuo wa kwanza, tunapewa heri. Hao waliopata ufufuo wa kwanza wana heri, maana mauti ya pili haitakuwa na nguvu juu yao. Mauti ya pili nini? Ni jehanamu, ni adhabu. Hawangoji adhabu, bali wao wanangoja thawabu. Nao watatawala pamoja na Bwana miaka 1000 wakiwa makuhani wa Mungu. Sisi tuliookoka ni makuhani, ni watawala, ni wafalme, ni makuhani wa Mungu. Tukiendelea kutawala miaka 1000, tunakufa, wanabadili wengine. Wote kizazi hiki ni watawala wanaokufa katika Bwana wakimtumikia Mungu. Huu ni utawala wa miaka 1000. Kipindi cha kanisa ni kipindi cha miaka 1000. Watu wanasubiri Yesu atakapokuja. Wanasema Yesu atakapokuja atamshika shetani, atamfunga minyororo na kumtupa kuzimu miaka 1000. Alafu watu waendelee kuishi hapa duniani wakati shetani amefungwa miaka 1000 kuzimu. Yesu atakapokuja haji kumfunga mtu. Yesu anakuja kuhukumu. Yesu anakuja kuhitimisha kazi aliyoifanya msalabani. Ndipo alipoanzisha ufalme wake. Wanaoamini na wasioamini ndio mwisho wao. Kwa nini wanasema Yesu atakapokuja atamkamata shetani kumfunga? Kwa sababu wanadhani kitabu cha Ufunuo kinatabiri mambo yajayo. Kitabu cha Ufunuo kinatufunulia mambo yaliyoahidiwa. Yesu alimfunga shetani. Watu wanauliza, mbona bado shetani yupo? Wanadhani kufungwa Yesu atamtupa kuzimu alafu hataonekana tena. Maana ya kufungwa katika Biblia sio kumfunga asionekane kama vile mtu anavyokuwa gerezani hatumuoni mitaani. Hapana. Kufunga maana yake ni kumnyang'anya uwezo, kumnyang'anya mamlaka. Shetani hana mamlaka. Ndio maana Biblia inasema msimpe nafasi. Wakati wa kwanza alipokuwa na mamlaka alikuwa hangoji nafasi. Lakini leo kwa sababu amefungwa anategea nafasi tunazompa. Kwa uzembe wetu na ulegevu wetu anatumia nafasi. Nimewahi kutoa mfano nikasema hata katika michezo ya mpira wa soka, mpira wa soka, kuna mtu anaitwa mfungaji magoli. Analindwa sana. Mastrika wanalindwa sana. Wanakuwa na maadui wa kutosha. Ukiona ile safu ya watu wako nyuma wanamzunguka huyo striker anaifunga magoli asipate nafasi. Lakini huwa anafunga. Anafungeje sasa wakati amewekewa watu wenye nguvu na uwezo wa kumlinda? Anafunga kila anapopata nafasi. Tena sio nafasi kubwa, nafasi ndogo. Unapomwachia anafunga. Shetani anaonekana na uwezo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatumia nafasi. Anatufunga magoli, anatudhoofisha. Biblia inasema msimpe nafasi. Anaunguruma kama simba. Sio simba, ila anaunguruma kwa sababu ana vitisho vingi. Na watu wanatetemeka wanapoachia nafasi. Anafunga magoli, anaonyesha ushindi na mamlaka yake. Lakini sisi ni watawala, sisi ni wafalme.
katika Ufunuo sura ya 5, Ufunuo sura ya 5, kazi aliyoifanya Yesu msalabani ni hii. Mstari wa sura ya 5 mstari wa 10, mstari wa 9 na wa 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa kitabu hicho kitabu na kuzifunga muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Manake mataifa yote duniani walinunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana aliwatoa watu wanaomwamini Yesu kutoka kila kabila, kila jamaa, kila lugha, kila taifa, akatufanya kuwa wafalme na makuhani juu ya nchi, na tunatawala juu ya nchi. Tunatawala pamoja naye. Yeye ndiyo kiongozi wetu, Yesu Kristo akitawala ulimwengu. Sisi tunatawala katika maeneo yetu. Sisi ni watawala, tunafanya kazi pamoja na Bwana, anatutegemea. Hata katika kitabu cha Petro ya kwanza, Petro ya kwanza ule mstari sura ya 2 mstari wa 9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Sisi ni miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Tumetolewa katika giza, tumeingizwa katika nuru ya ajabu. Tumekuwa taifa la Mungu, tumekuwa makuhani, tumekuwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni sisi, na sisi ndio mafalme. Yeye ni Bwana, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Bwana wa mabwana. Sisi ni wafalme tukitawala katika nchi. Yohana anasema wanatawala miaka 1000. Hao waliopata ufufuo wa kwanza, waliookoka. Ufufuo wa kwanza, watu wanafundisha, wanasema Yesu atakapokuja ndiye atawafufua watu, utakuwa ufufuo wa kwanza wakati wa unyakuo. Huo ni sio ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni kuokoka. Ufufuo katika mili, hakuna ufufuo nyingi. Kuna ufufuo wa kiroho na ufufuo wa mili. Ufufuo wa kwanza ni wa kiroho. Ufufuo wa pili ni watu kutoka makaburini, na hakutakuwa na ufufuo nyingi, ni ufufuo mmoja, siku ya mwisho. Yesu anasema nitawafufua siku ya mwisho. Sio siku nyingine kabla ya mwisho na tena kabla ya mwisho, au Yesu aje alafu amfunge shetani alafu aendelee kukaa duniani. Yesu hata kuja kutawala duniani. Yesu alikuja, alivaa mwili ni wa kidunia, alivaa mwili wa kidunia ili awatafute wanadamu walio duniani wenye mwili. Alipomaliza kazi, aliondoka katika mwili. Yesu hajawahi kuwa mwili, Mungu hajawahi kuwa mwili, yeye ni roho. Unataka kumlazimisha Yesu arudi tena katika mwili, arudi tena kama mwanadamu, aje tena kukaa duniani. Sasa hiyo mbingu ni ya nini? Ina maana mbingu ni mbaya kuliko dunia. Anapenda kuja kufanya kazi duniani. Tuache kudanganyana. Tunasema sana habari ya uzuri wa mbinguni, alafu bado tunang'ang'ania duniani. Atakuja tutawala hapa duniani, hata tukienda mbinguni unyakuo tena tutarudi duniani. Sasa hiyo mbingu mnaisema, mnaielewa? Mungu atusaidie. Huu ndio utawala. Nimeeleza kifungu cha kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 3, mstari wa 4 mpaka wa 6 inaeleza habari ya utawala. Hili ni kanisa, ni utawala wa kanisa wa miaka 1000, yani kipindi chote cha kanisa kinaitwa miaka 1000. Nikukumbushe, nilifundisha huko, narudia tu kukutajia. Manabii wakuu walipotabiri habari za Agano Jipya, habari za kanisa, walikuwa na mitazamo tofauti. Mungu aliwapa lugha tofauti. Isaya alitabiri kipindi cha kanisa kama ni mbingu mpya na nchi mpya. Wakati huo watu wanangoja eti mbingu zitakuja baadaye. Hapana, tuko ndani ya mbingu mpya na nchi mpya. Hiyo ni Agano Jipya, ni kipindi cha kanisa.
Yeremia ndiye alipewa maono kwamba nitaleta agano jipya. Tuko ndani ya agano jipya, lakini kuna watu bado wanapinga, wanasema agano lililosemwa na Yeremia ni la Wayahudi. Sasa kama ni la Wayahudi, la kwako liko wapi? Manake huna agano, bado hujaingia katika agano. Yeremia alitabiri agano jipya, ndio tuliomo sasa. Yeremia alisema itakuwa ni mbingu mpya, tuko ndani ya mbingu mpya. Ezekieli alionyeshwa nini? Alionyeshwa kwamba nitairejesha Edeni. Tuko ndani ya Edeni sasa ya kiroho. Danieli yeye hakuonyeshwa, alionyeshwa tofauti. Alisema alionyeshwa majuma 70. Na katika hiyo majuma 70, majuma 69 yalitumika kipindi cha Yesu akiwa duniani kujenga mahandaki na kuweka misingi ya ufalme na kukatiliwa mbali. Alafu likaja juma moja, juma ambalo ndani yake kutakuwa na agano thabiti la kufanya na watu wengi. Kanisa la tulio nalo, kipindi cha kanisa kinaitwa juma moja na Danieli. Tuko ndani ya kipindi cha juma moja. Usipoielewa lugha ya Biblia, unapotelea kabisa polini, unapotelea kabisa gizani. Kwa hiyo watu wanangojea mambo mengi, wanayangojea yatakuja, hata Biblia inakuwa ngumu, mengine yanatisha. Hakuna vitisho, tuko ndani yake. Tutumike kwa ujasiri. Wakati ukiisha, umeisha, hautakuja wakati mwingine. Fungu la 3 mstari wa 7 mpaka wa 10 inaeleza hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake. Kipindi cha kanisa kitakapokwisha, miaka 1000 itakapokwisha, kipindi cha mbingu mpya na nchi mpya, kipindi cha juma moja kitakapokwisha, atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kwa kusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kufunguliwa kukoje? Haya yote unayapata katika maelezo ya Danieli. Danieli ndio ana kina cha maelezo. Ufunuo unafafanua unabii wa Danieli. Tunaposoma katika Danieli sura ya 7, sura ya 11, ambayo imepotoshwa, watu wanasema ni historia, wameweka vitu vya ajabu sana kutafsiri sura ya 11, ndio ina kina kutokana na unabii wa Danieli. Kabla Yesu hajaja, muda mchache kabla Yesu hajaja, Danieli ametumia lugha nusu ya juma. Sasa watu wanakata katikati, lakini maandiko mengine yanasema kabla au muda mchache kabla Yesu hajaja, shetani atafunguliwa. Kufunguliwa kwake kutakweje? Sio atatoka kuzimu chini, ataachiwa uhuru wa kutenda apendavyo. Atarejeshewa mamlaka yake yale aliyokuwa nayo kabla ya kufungwa, kuyamiliki mataifa, na uwezo wake atampatia mtu anayeitwa mpinga Kristo ili afanye kazi kwa niaba yake. Kwa hiyo shetani atafunguliwa ili aje sasa ashindane na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, watu wengine wanasema hawezi Mungu kuruhusu shetani aje alete dhiki na shida kwa Wakristo, maana anawapenda sana. Yesu hatachukua makapi, Yesu hatachukua makombo, Yesu hatachukua analo pepeto, anapepeta. Ngano ndio atakayoichukua, makapi yanayopeperuka hata yachukua. Dhiki na utawala wa mpinga Kristo ni pepeto la mwisho.
la kupepeta dunia, waonekane wenye kumcha Bwana, wanaostahili kukaa na Bwana milele, na makapi yote yatabaki. Mungu hatachukua kila kitu, na hii itaruhusiwa na Mungu, ni Mungu amepanga. Lakini Biblia inasema mpinga Kristo atatawala, atafunguliwa, maana atapewa uwezo kupewa na shetani. Shetani atamkabidhi mamlaka yake yote ili atawale, alafu atamshawishi. Atakuwa na ushawishi mkubwa wa kukusanya mataifa yote, kuwashawishi wapigane na Wakristo, wapigane na kanisa, kwa sababu watu wote, ulimwengu wote utamsujudu, utamwabudu huyo mpinga Kristo. Lakini watakatifu watakataa kumwabudu, watakataa kwa vitisho na kwa sababu mbalimbali, watakataa. Kukataa kwao kumwabudu, kumsujudu mpinga Kristo ndio kutasababisha dhiki. Kwa lugha nyingine, watakatifu ndio watasababisha dhiki, maana watakataa. Watakataa. Ndipo ataanza kupambana na waamini, ataanza kupambana na watakatifu. Dunia nzima atatoa amri ya kuwasumbua, kuwatesa, ili wamwelekee yeye, wamwache Mungu. Hawatakubali. Hii ndio inayoitwa dhiki, na hii neno dhiki limetamkwa mara moja, limetamkwa na Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo kwamba kutakuwa na dhiki. Lakini maandiko yote ya Danieli na maandiko yote ya Ufunuo hayasemi dhiki, yanasema vita. Sura ya 13 imesema vita. Sura ya 16 inaeleza vita. Tena imeipa na vita hiyo itaitwa Armageddon. Katika sura ya 20 anasema watakusanyika kupigana na kanisa, mataifa yote. Kupigana sio vita vya mwili, kuwazuia wote wamwelekee mpinga Kristo kumwabudu. Wakristo watakataa. Kwa hiyo mateso yataanza kutoka kwa wafalme wa nchi mbalimbali kutokana na maagizo ya mpinga Kristo. Hiyo ndio inayoitwa vita. Imepewa jina la Gogu. Hii vita vya Gogu vilitabiriwa na Ezekieli. Vita vya Armageddon vimetabiriwa na Danieli. Vyote ni vita. Sasa watu wameharibika. Wanaamini, wanasema kutakuwa na dhiki ya mpinga Kristo na hatuwezi kuingia sisi kwenye dhiki. Wachungaji, walimu wanakataa kuingia kwenye dhiki, ila wanasema eti watapigana vita. Wanadhani dhiki ni kitu kingine na vita ni kitu kingine. Umedanganyika ndugu. Dhiki ndio vita, vita ndio dhiki. Soma kitabu chote cha Danieli, kinaelezea dhiki itakayoletwa na mpinga Kristo. Haisemi dhiki, inasema vita. Soma vitabu cha Ufunuo, hakizungumzi habari ya dhiki, kinazungumza habari ya vita. Ni vita iliyosemwa na Danieli. Aliyetutafsiria neno kutoka vita kwenda dhiki ni Yesu katika Mathayo 24. Ndipo tunajua kumbe vita iliyotabiriwa na Danieli, kumbe vita iliyofanywa na Ufunuo ndio dhiki iliyosemwa na Yesu. Watu wanakataa dhiki, hatuwezi kupita kwenye dhiki, lakini wanakubali kwenda kupigana vita. Tena vita vya mwili na mabomu na bunduki. Hakuna vita vya Mungu vya bunduki na mabomu. Sisi vita vyetu ni vya kiroho. Mungu atusaidie sana. Watu wanahubiria watu, wanawatishia injili za kuwatishia watu. Wanasema ole wenu msipomwamini Yesu, dhiki zinakuja, mkichelewa kunyakuliwa mtakutana na dhiki. Dhiki sio kwa ajili ya wasioamini. Dhiki ni kwa ajili ya kanisa. Dhiki ni kwa ajili ya watakatifu. Dhiki ni kwa ajili ya wacha Mungu. Unawahubiria na kuwatishia watu wasiomwamini Mungu watakutana na dhiki. Dhiki inawahusu nini? Soma vizuri Biblia. Atapigana na watakatifu, na hawa watajikusanya dunia nzima, watakuwa kinyume, yani ulimwengu mzima watakuwa kinyume na watakatifu. Na kwa nini inaitwa vita kuu? Na kwa nini inaitwa dhiki kuu? Kwa sababu haitakuwa ya nchi moja.
Mateso haya, dhiki hii, vita hii haitakuwa ya taifa moja, itaenea dunia nzima. Ndio maana inaitwa vita kuu. Kuna dhiki nyingine zimetokea katika taifa moja, mataifa mawili, zimetokea katika nchi za kikomunisti, katika nchi zinazopinga Mungu. Watu wamekuwa wakimbizi wa kidini, wanakimbia nchi, wanaingia hiki huku, maana huku kuko salama. Lakini vita hii, dhiki hii itaenea ulimwengu wote. Ndio maana inaitwa vita kuu. Wengine wanasema inaitwa vita kuu au dhiki kuu kwa sababu mateso yake haijawahi kutokea. Sio maana yake. Haitwi dhiki kuu kwa sababu ya mateso makali. Hapana. Inaitwa dhiki kuu kwa sababu ya kuenea kwa kanisa lote la Mungu duniani. Mstari wa 9, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Unabii wa Danieli sura ya 11 unasema atakapokuwa amejipanga na majeshi yake kuangamiza watakatifu wote duniani, kabla hajatekeleza mpango wake, atapatikana na ajali. Ndio Danieli anavyoeleza, atapatikana na ajali, hivyo mpango wake utaharibika. Yesu anafafanua, hatabiri. Yesu hatabiri, anafafanua. Anasema siku hizo zitafupizwa, zitakatizwa. Maana zisingekatizwa, zisingefupishwa, asingeokoka hata mmoja. Shetani atakuwa na mpango mbaya juu ya Wakristo, lakini ajali itampata. Yesu anasema siku zitakatizwa. Zitakatizwa namna gani? Ufunuo wa Yohana unafafanua vizuri. Unasema watakapokuwa wamezingira kambi ya watakatifu. Kambi ya watakatifu ni kanisa. Kabla hawajatekeleza, moto utashuka, utawala. Ndio ajali, ndio kukatizwa. Na huo moto ni nani? Ni kurudi kwa Yesu. Kabla hawajatekeleza, Yesu atarudi. Utakuwa ndio mwisho wa dunia. Biblia haikosei. Biblia inaungana. Unaweza ukaunganisha kutoka manabii, ukaja kwenye injili za Yesu, ukaja kwenye nyaraka, ukaja kwenye ufunuo. Inaungana, inakubaliana. Katika nyaraka Paulo anafafanua. Anasema huyo mpinga Kristo, huyo asi ataangamizwa na uwepo wa kuja kwake Bwana. Yaani kuja kwake Bwana, kuja kwake Yesu ndio yatakuwa maangamizo ya huyo mnyama, huyo mpinga Kristo. Hapa anasema wakati wamejipanga, moto utashuka. Wakati wamezingira. Unafahamu maana ya kuzingira? Askari wanapozingira nyumba, manake kitu wanachokitaka kiko ndani, bado hawajakikamata. Hawawezi kumkamata mtu aliye ndani ya nyumba alafu bado wakaizingira nyumba. Wanapozingira, manake wanalinda kuna kitu kiko ndani humo. Watakapolizingira kanisa, manake bado hawajaliweza, manake bado hawajaliangamiza, manake bado hawajafaulu mpango wao. Kabla hawajatekeleza, moto utashuka, Yesu atashuka, wataangamia, utakuwa ndio mwisho. Hiyo ndio sura ya 20 mstari wa 7 mpaka 10. Mstari wa 11 mpaka 15 unaeleza hukumu ya mwisho. Hapo panaitwa nikaona kiti cha enzi kikubwa. Biblia inazungumza juu ya hukumu juu ya kiti cha Mungu, hukumu juu ya kiti cha Kristo, hukumu juu ya kiti cha enzi. Yote yana maana moja. Biblia inaeleza vitu kwa lugha mbalimbali. Mara inasema hukumu ya kiti mbele ya kiti cha Mungu, mara mbele ya kiti cha Kristo, mara mbele ya kiti cheupe, Sasa watu wanafikiri kutakuwa na hukumu moja, alafu wakati mwingine tena hukumu nyingine. Hukumu ni moja tu. Hukumu ni moja tu, hakuna hukumu nyingi. Hapa tunasoma habari ya hukumu, lakini kitu tunachotaka kukieleza ni kwamba, nieleze tu jambo dogo kutokana na muda. Nieleze katika hukumu hii, anasema mstari wa 12, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa.
na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Nataka nieleze hapo, watu wanafundisha kwamba mbinguni kuna vitabu viwili, kitabu cha uzima na kitabu cha matendo au cha hukumu. Kuna mafundisho yanayotofautiana kwa sababu wanakisia, hawatumii maandiko wala kanuni. Kwa hiyo wanakisia kila mtu anavyoona. Wengine wanasema mbinguni kuna kila mtu ana kitabu chake mbinguni ambacho matendo yake yote tangu kuzaliwa mpaka yanaandikwa mle. Kila mtu ana kitabu chake. Wengine wanasema mbinguni kuna kitabu kimoja kikubwa sana ambayo matendo ya kila mtu duniani yameandikwa humo. Dunia yote matendo yetu yameandikwa ndani ya kitabu kimoja, ambayo siku ya mwisho kila mtu atasomewa matendo yaliyotendeka mle, yaliyoandikwa mle ndani ya kitabu. Na kuna kitabu kingine cha uzima. Kwa hiyo mbinguni kuna vitabu viwili. Lakini ukisoma Biblia hii hakuna vitabu viwili. Anasema vitabu vikafunguliwa. Vitabu vingapi? Manake ni zaidi ya kimoja. Alafu na kitabu kingine. Kwa hiyo sio vitabu viwili, kuna vitabu na kitabu. Itakuwaje viwili? Je, ni kweli Mungu anaandika majina yetu katika vitabu? Lugha ya Biblia ambayo wengi hawaielewi, tunasema lugha zinazowakilisha, lugha zenye maana tofauti, zenye uwakilishi. Mungu anaposema anaandika, watu wanadhani Mungu anashika kalamu kama sisi tunavyoshika kalamu na kuandika, na Mungu anaandikaga hivi. Mungu hawezi kuandika. Anaposema Mungu ameketi, wanadhani Mungu anakaa kama sisi tunavyokaa kwenye kiti, na Mungu naye ana kiti chake anakaa. Sasa Mungu akikaa dunia hii anaitawalaje? Na Biblia inasema Mungu ni roho, ameenea dunia yote, kila mahali yupo. Sasa anakaaje? Kukaa ni neno, kuketi katika kiti cha enzi inawakilisha ni mtawala, sio kwamba amekaa kwenye kiti. Biblia inaposema anaandika, sisi wanadamu tunapoandika, tunaandika kutunza kumbukumbu ili zisipotee, ili tusisahau. Na Mungu ili kutuelewesha kwamba yeye hasahau, yeye hawezi kupoteza kumbukumbu, anatuambia ili tumuelewe. Anasema anaandika. Mungu hana kalamu na kuandika. Hata watu wengine wanasema andika jina langu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika. Wanadhani Mungu anaandika na kufuta, naandika na kufuta. Mungu huyo sio Mungu. Huyo atakuwa ni Mungu mtu. Mungu muumba mbingu na nchi hawezi kuwa anaandika na kufuta na kuandika na kufuta. Biblia inasema kuna vitabu vitafunguliwa. Unabii huu ulitabiriwa na Danieli katika sura ya 7 mstari wa 10, kwamba kuna vitabu vitafunguliwa, hukumu itawekwa na vitabu vitafunguliwa. Vitabu ni nini? Katika lugha ya Kigiriki ndio imetupa neno Biblia. Biblia ni neno lililotoka Kigiriki, Biblos, maana yake vitabu. Kwa nini Biblia inaitwa Biblia? Biblia tafsiri yake ni vitabu, mkusanyiko wa vitabu. Anaposema vitabu vikafunguliwa, manake Bwana atahukumu kutokana na Biblia. Watu watahukumiwa sawasawa na mambo yaliyoandikwa ndani ya vitabu. Ndio maana tunahubiri Injili, Biblia. Tunasimama katika Biblia. Katiba yetu ni Biblia. Hatutoki ndani ya Biblia, maana tutahukumiwa sawasawa na Biblia. Tutahukumiwa sawasawa na vitabu. Biblia tafsiri yake ni vitabu. Vitabu maana yake Biblia.
Mambo yaliyoandikwa humu ndani ya Biblia, tutahukumiwa kutokana na mambo yaliyoandikwa ndani ya Biblia. Hasa watu wanasema kuna mambo yaliyoandikwa mbinguni. Mungu anaandika kila unalofanya, anaandika. Hapana, tutahukumiwa sawasawa na neno la Mungu, mambo yaliyoandikwa ndani ya Biblia. Hii ndio hukumu ya mwisho ambayo nimeeleza kwa ufupi. Nadhani nimegusia, mengine ninayacha, lakini nitakuwa nimekupa picha. Picha yako nini? Ujue kwamba ufunuo hautabiri mambo yajayo, unatufafanulia mambo yaliyoko. Anza kuyaelewa na kuyafanyia kazi. Acha upuzi wa kutegemea vitu ambavyo havipo, unajaza vichwani vitu ambavyo havipo. Mungu atusaidie. Ninajaribu kupa ushahidi, evidence, lakini bado watu wanapinga. Na wewe toa evidence. Mimi nakupa ushahidi. Usipotoshwe. Upotofu mwingi umetokana na kutokuielewa Biblia na kanuni zake. Watu wanabeba mizigo vichwani ambavyo havipo. Mungu atusaidie. Sisi ni watawala, sisi ni wafalme, sisi ni makuhani. Tuko ndani ya miaka 1000. Shetani amefungwa, ananyemelea nafasi, na sisi hatutaki kumpa nafasi. Ndio maana tunahubiri Injili, tunatangaza, tunavunja kazi zake. Ni mamlaka tuliopewa, lakini unakuja wakati Bwana atafunguliwa. Sasa katika nabii kuna zilizotimia. Yohana alikuwa anafafanua nabii zilizotokea. Zilizotimia ziko ndani ya Ufunuo, na zile zilizo bado. Sehemu nyingi za Ufunuo inafanua mambo ambayo yapo au yametendeka, lakini chache kama hizi tunazosoma. Kwa mfano sura ya mstari wa 1 na wa 2 ilishatimia. Mstari wa 4 mpaka wa 7 ulishatimia. Mstari wa 7 mpaka wa 10 bado. Mstari wa 11 mpaka 15 bado. Kuna nabii zilizotimia na nabii zilizo bado. Mungu atusaidie. Naishia hapa ndugu yangu kwa sura ya 20 ya Ufunuo. Naamini umepokea na kukaribisha tena katika jina la Bwana. Ninakumbusha mpango wetu ule wa kutaniko la kukutana Morogoro tarehe 27 na 28. Ninaomba tusiwe kimya ili tujue maandalizi. Tunashindwa kufanya maandalizi kwa sababu idadi haiongezeki, watu hawaonyeshi mwitikio. Wapo wachache walioitikia. Tunataka kuona watu wanaongezeka, watu wanajisajili, watu wanatia moyo, tujue kwamba tunapokwenda kukutana tunafanya nini. Naomba ujitokeze, Mungu atakubariki. Na kazi ya chuo cha Biblia tunaendelea nayo, na kukaribisha katika jina la Bwana. Na sasa nitaje namba zetu za ofisi yetu na watendaji wangu. Namba yangu ni 0754 04 15 99. Namba nyingine ya pili ni 0769 00 73 28. Namba nyingine ya tatu ni 0677 88 01 99. Tunakukaribisha kwa maswali na mahojiano na katika vipindi vyetu. Na kwa namba hizi nakukaribisha pia. Ninatoa shukrani nyingi sana kwa wale ambao wanatoa sadaka zao, wanatoa sapoti zao. Ni wachache sana, hatuwezi kuwasema, lakini tunayo majina yao. Wachache sana wanaokumbuka hata kwa kiasi kidogo kutusapoti kwamba kazi hii inahitaji fedha. Lakini wengi tunabarikiwa, hatuko tayari kusapoti na kushauri na kutia moyo, ili kututia moyo na sisi kuendelea na huduma hii, maana tuna mahitaji mengi. Tunaenda kwa imani. Ninakukaribisha sana katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Amen.